karibu sana katika channel hii ya Tafakari Ukweli na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Nakuletea mada inayosema unapopitia usiyoyataka jinasue hivi. Unapopitia usiyoyataka jinasue hivi. Pendwa katika Bwana, kuna magumu mengi yanayotokea katika maisha ya kila mmoja wetu. Ni muhimu sana ufahamu kwamba magumu ni sehemu ya maisha. Bwana Yesu alizungumza kwenye Injili ya Yohana akasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu ameongea maneno haya kwenye Injili ya Yohana kama sikosei, sura ile ya 16 mstari wa 33 kama sikosei, au kama sio 16 ni 15 mstari wa 33 au 31 33, sikumbuki vizuri. Lakini maneno ambayo amesema kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Magumu yako utayapitia. Haijalishi umeokoka kiasi gani, haijalishi unampenda Mungu kiasi gani, haijalishi unamtii Mungu kiasi gani. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka viondoke, lakini hujaviona. Na hili tunaweza tukaliona vizuri kwa ndugu yetu Ayubu, ambaye alikuwa tajiri sana, ana watoto 7 na mali zake zote ziko nyingi sana. Kwa siku moja shetani akapewa kibali kuua watoto wote, halafu na mali zote zikateketezwa, halafu yeye mwenyewe akapata ugonjwa wa majipu mwili mzima. Sasa mtu kama huyu tunaweza kujifunza mambo mengi sana ya jinsi ya unapopitia usiyotaka, jinsi ya kujinasua. Naomba tuende kwenye kitabu cha Ayubu tuweze kuona, alafu nikuelekeze jinsi ya kujinasua. Sasa Bwana Yesu anapozungumza kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, kumbuka kuna mstari mwingine unaozungumza kwamba mwenye haki atapata mateso mengi sana, lakini Bwana atamuokoa na hayo yote. Sawa? Mwenye haki atapata mateso mengi, iko kwenye Zaburi kama sikosei ya 34. Kwa mwenye haki atapata mateso mengi sana, lakini Bwana humuokoa na hayo yote. Hebu twende kwenye kitabu cha Ayubu tuweze kuliona hilo la kwanza la kupata mateso. Mungu akamruhusu shetani amletee mateso makubwa sana. Kwa muda nataka nisome Ayubu sura ile ya 2 kuanzia mstari ule wa 7 hadi ule wa 10. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu uwayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae na kujikuna, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako kwa Mungu? Si umkufuru Mungu ukafe? Lakini yeye Ayubu akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Bwana Mungu, na sisi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Kwa hiyo kuna watu wanafanya dhambi kwa midomo yao, hawajui kwamba wanafanya dhambi. Na hizo dhambi kwa midomo yao ndio imewapelekea waingie kwenye magumu wanayopitia sasa hivi. Hawajui. Naomba nisikilize sana. Sasa sio mdomo tu peke yake, na hata moyo wako, roho yako ina mdomo wake. Yale mawazo unayoyawaza ni mdomo. Mbele za Mungu mawazo yako haina tofauti na maneno unayotoa mdomoni. Haina tofauti, kwa sababu Yesu amesema kwamba kiujazao moyo ndio kinachotoka mdomoni. Sawa? Kwa hiyo unaposema kwamba unapopitia usiyotaka unajinasua hivi, tumwangalie Ayubu alipitia mchakato gani? Na kwa nini Mungu aliruhusu magumu kwa huyu mtu? Sawa? No. Kwanza, kwa nini Mungu aliruhusu haya magumu kwa huyu mtu ambaye ni mtakatifu? Mungu anampenda sana. Lakini shetani alienda akaomba kibali. Akamwambia, Bwana umemlinda, mali zake zote umezilinda, na watoto wake umewalinda. Shetani akaua watoto wote, akaua mali zote. Lakini Ayubu akaendelea kusema, Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Shetani akarudi kwa Yesu, akasema, hapana, haitoshi. Anakusifu tena. Yaani nimeua watoto wake wote,
mali zake zote nimezitoa, lakini anasema Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Sasa hivi gusa mwili wake yeye mwenyewe sasa. Mletee majipu manini, mletee majipu kama hata kufuru. Mletee majipu, niruhusu nikampe majipu. Mpaka mke wake akimbie. Mungu akamwambia, nakupa kibali. Mpe majipu, ugonjwa wote mpatie, lakini roho yake nimeshikilia mimi, uwezo kaitoa. Uwezo kaitoa, hata ufanye nini uwezo kaitoa. Shetani akaenda. Ndio haya anayozungumza, kapata majipu. Mke wake akaona huyu Mungu aina gani? Ndio Mungu nasema, Mungu ana upendo, yuko hivi. Watoto wamekufa, mali zimeisha. Mume wangu ana majipu. Hata kumpatia siwezi. Mkufuru ufe, niolewe na mwingine. Haleluya. Mkufuru ufe, na mimi nitafute mwanaume mwingine. Hao ndio wanawake wa kisasa, wanajua kwamba ukifa nitaolewa tu. Mimi mzuri namna hii na makalio mazuri, nafikiri wananitongoza, wasikwambiagi. Haleluya. Ayubu akaingia uchungu mwingi sana. Akaongea maneno ambayo hakupaswa kuyaongea. Akaongea maneno akasema, sijawahi kutamani hata mwanamke. Mungu, kwa nini umeruhusu hivi? Sijawahi kutamani, hata kutamani sijawahi. Nimeyazuia macho yangu yasiangalie maovu. Mungu, imekuwaje ukaruhusu haya yote? Taongea yote. Sasa Mungu anamjibu. Sawa? Mungu anamjibu. Twende kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 40. Uone Mungu anavyomjibu. Uone Mungu anavyomjibu. Sura ya 40. Bwana akafululiza kumjibu na kusema, je, mwenye hoja atashindana na mwenye enzi yote? Mwenye kujadiliana na Mungu na ajibu yeye. Ndipo Ayubu akamjibu Mungu na kusema, tazama, mimi si kitu kabisa. Nikujibu nini? Haya, Ayubu 38. Ndipo Mungu alipoanza kumhoji hapo. Mstari wa kwanza. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyu atiaye mashauri yangu giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Basi jifunge viuno kama mwanaume, maana nitakuuliza neno nawe uniambie. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi ya dunia? Haya, sema kama ukiwa unafahamu. Ni nani aliyeamrisha vipimo vyake kama ukijua? Au ni nani aliyenyosha kamba yake? Misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani? Au ni nani aliweka jiwe lake la pembeni? Mungu anamuuliza Ayubu, unalalamika kwa sababu umepata ugonjwa, mali zote zimeondoka, mke wako anataka akaolewe na mwanamume mwingine, anataka ufe. Kama ulikuwepo wakati naumba dunia, nikakuweka wewe hapa duniani, nikakupa na pumzi, hebu niambie. Baada ya kuhojiwa sana, sura 38, 39, akahojiwa, ndio sura ya 40 tuliposoma hapa. Bwana akafululiza kumjibu Ayubu na kusema, je, mwenye hoja atashindana na mwenyezi? Mwenye kujadiliana na Mungu na ajibu yeye. Ndipo Ayubu akamjibu Mungu na kusema, tazama, mimi si kitu kabisa. Nikujibu nini? Naweka mikono yangu kinywani pangu. Nimenena mara moja, nami sitajibu. Naam, nimenena mara mbili, lakini sitaendelea zaidi. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, jifunge viuno kama mwanaume. Mimi nitakuuliza neno nawe uniambie. Je, hata hukumu yangu utaibadilisha? Unanitia mimi hatiani kwamba nimekosea kuyaruhusu haya yote, upate wewe kuhesabiwa haki? Au je, wewe una mkono kama Mungu? Waweza kutoa ngurumo kwa sauti kama yeye? Unaweza kuona jinsi gani Mungu anamwambia yani unataka wewe ujihesabie haki, unajiona una haki sana kunizidi mimi. Ndio unalalamika. Una haki kunizidi mimi. Asema vijifunge. Sasa tunaweka pause hapo. No. Hapo tunaweka pause kwamba kwa nini Mungu alikuwa ameruhusu haya? Na kwa nini Mungu ameruhusu upitie unaoyapitia sasa hivi? Sawa? Kwa nini Mungu ameruhusu upitie unaopitia, magumu unayopitia sasa hivi? Na jinsi gani kujinasua? Unajinasuaje? Sawa? Twende kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 3. Waamuzi sura ya 3.
Basi haya ndiyo mataifa ambayo Bwana aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, yaani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani, ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule. Aliwaacha wakuu 5 na Wafilisti na Wakanani wote na Wasidoni na Wahivi waliokaa katika kilima cha Lebanoni, toka mlima wa Baal Hemoni mpaka kuingia Hamathi. Naye aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, apate kujua kwamba wataisikiliza amri za Bwana alizoamuru baba zao kwa mkono wa Musa. Unaona, Mungu anasema hivi, aliwaacha wale wajifunze vita, jinsi ya kupambana. Aliwaacha maadui zao ili wajifunze wa kupambana vita wanapokuwa wamekabiliana na adui. Kwa hiyo unapitia magumu ili uweze kujifunza mambo ya kushinda, kwa sababu Mungu ana kusudi kubwa mbele zako na utaliona. Ana kusudi kubwa na mpango mkubwa sana kwa kukutumia wewe kuwavuta watu wengi waje kwake. Lakini kuna tabia ambavyo bado vya kiburi, kudharau wengine, kutakuwa na shukrani. Kuna tabia ambavyo Mungu anataka viondoke. Kwa hiyo atatumia moto wa mapambano wa magumu kuonyesha kwamba kuna mahali hapo unakosea. Hebu tuende kwa Yakobo uweze kuona Mungu anavyotaka uwe mkamilifu. Yakobo, kitabu cha Yakobo sura ya kwanza. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza kuanzia mstari ule wa 2. Nasema hivi, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Kwa hiyo kuna neno mapungukiwa. Mungu akaruhusu magumu yaje ili ujifunze kitu. Twende kwenye Zaburi ya 119 uweze kuona hilo jambo nalokuambia kwa nini Mungu aliruhusu hayo magumu. Zaburi ya 119 mstari wa 71. Zaburi ya 119 mstari wa 71. 119 mstari wa 71. Inasema hivi, ilikuwa vema kwangu kuwa niliteswa nipate kujifunza amri zako. Imerudiwa kwa sababu ya muda, sipendi kurudia. Isaya 38. Sikumbuki ni mstari wa ngapi. Imerudiwa hiyo kwenye Isaya 38. Nasema hivi, narudia. Zaburi ya 119 mstari wa 71. Ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa nipate kujifunza amri zako na kuzitenda. Ndio maana Mungu hataki kulalamika. Sasa naomba nisikilize. Unaweza ukajiona ni mkamilifu, lakini uoga wako ni dhambi mbele za Mungu. Uoga tu, ila halikuwa na wasiwasi, ni dhambi mbele za Mungu, kwa sababu maandiko yanasema hivi, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sawa? Wanafunzi wa Yesu walipoona boti inataka kuzama, wakawa na wasiwasi, kaenda kumwamsha Yesu, alikuwa amelala. Yesu akamwambia, yani bado hamna imani. Bado hamna imani, mnabaisha na dharuba hizi. Mungu wenu yuko wapi sasa mnamtegemea? Kama bahari inawatisha, akaamka akaikemea bahari ikatulia. Petro anamuona Yesu anatembea juu ya maji usiku, akasema labda ule ni mzuka. Anaona Yesu anatembea juu ya maji, yule ni mzuka. Lakini Yesu akamwambia ni mimi bosi. Yesu akamwambia ni mimi bosi. Petro akasema kama ni wewe na mimi ngoja nitembee juu ya maji, naweza, niruhusu. Yesu akamwambia tembea, uone uwezo wa Mungu juu yako. Akaanza kutembea, anatembea. Alipoona wimbi linakuja kama vile kapeti, kuja kama mvuvi mwenye mzoefu, akajua lile linakufa. Akaanza kuzama. Akamwambia imani yako iko wapi? Akamuokoa. Imani iko wapi? Na mimi nipo, wewe upate shida. Mimi nipo, upate shida. Hupasi kusema kitu hakitoshi. Hupasi kusema kitu hakitoshi. Mdomo wako unakuponza kama Ayubu. Hupasi kusema hakitoshi. Biblia inasema hivi, Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sasa wewe hiyo ya hazitoshi, hakitoshi, unaitoa wapi? Naomba nisikilize hapa.
Nimekuwa nasikiliza watu wale wanaitwa psychics kwa Kiingereza, psychic. Wale watu wanaitwa psychic. Yaani watu wanaweza kukutabiria kuona ndoto akakwambia mambo yako yote, hata mambo ya huko nyuma ambayo hujamwambia mtu akakwambia yote. Nilikuwa nawasikiliza hao watu. Wanajua hii siri. Kwamba woga ni kitu kibaya sana. Nasema woga ina block wale malaika wanaokuongoza kwenye mazuri ambayo Mungu amekupangia. Woga. Kama unafahamu Kiingereza, anza kuwafuata psychic. Kuna psychic mmoja nilikutana ni mzuri kweli. Anaitwa Mary Ann. Dinani sije. Anasema hivi, woga una block wale malaika ambao Mungu amewapanga kuongoza katika njia ipasayo wewe kuiendea. Twende kwenye malaika ambaye Mungu aliwatumia wana wa Israeli. Uweze kuona kwenye kitabu cha Kutoka, sikumbuki ni wapi, limekuja sasa hivi kichwani kwangu, lakini kwenye kitabu cha Kutoka. Ngoja nitafute haraka. Kutoka ni 20:23. Ngoja nikutafutie. Kuna malaika ambao Mungu amewatuma wa kuongoze. Sasa unapokuwa mwoga unawazuia wasikuongoze. Kutoka 23:20 anasema hivi, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Haleluya! Kuna mahali pazuri umetengenezewa, pazuri sana umetengenezewa hapa duniani. Sawa? Yesu akasema hivi, mkisali salini hivi, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Huko mbinguni hakuna pressure, hakuna wasiwasi, hakuna pressure. Kwa hiyo kama umeshindwa kumuomba Mungu akusaidie kushinda uoga, wasiwasi ulionao, utafunga sana, utaomba sana, utatoa zaka sana, kama Ayubu, kisulisuli kitakupata. Kitakupata. Sasa ujanja wa kujinasua uko wapi? Ujanja wa kujinasua uko wapi? Twende kwa Ayubu. Ayubu alitubu. Akasema natubu. Sawa, Ayubu alitubu. Tumeangalia pale kwenye Ayubu ngapi pale? Tumeangalia pale. Ayubu alitubu. Naomba nirudie pale. Ni Ayubu ngapi? Ni 40. Okay. Ayubu alitubu kwenye tulisoma pale siku kama ni 38 au wapi, lakini Ayubu alisema kwamba ndipo mstari wa 40 mstari wa 3, ndipo Ayubu akamjibu Mungu na kusema, tazama mimi si kitu kabisa, nikikujibu nini? Naweka mkono wangu kinywani pangu, nimenena mara moja nami sitajibu, nami nimenena mara mbili lakini sitaendelea zaidi. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli. Unaona toba yake hiyo ni ya pili. Toba yake ya kwanza iko hapa. 38 ngapi hapa? Mstari wa 8 anasema hivi. Mstari wa hapana, sio hapa. Lakini anyway, na cha msingi ni kwamba unaweza kupata YouTube, inaweza kwa muda, kwa sababu kuna mahali fulani nawahi. Naomba ni sasa njia ya kujinasua. Njia ya kujinasua. Tuende kwenye Mithali 28 mstari wa 13. Kuna maneno haya yanasema hivi, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake, asiyetubu dhambi zake hatafanikiwa. Atajitahidi kiasi gani, hatafanikiwa. Atafunga sana, ataomba sana, atanena kwa lugha na kila kitu, lakini hatafanikiwa kupata yale ambayo anayaomba. Sawa. Toba ndio inaofungulia Mungu njia. Ayubu alitubu akarudishiwa maradufu, mara mbili. Kisoma kumalizia sura ile ya mwisho, marudishiwa mali zote, mali nyingi, tena double portion. Sawa. Sasa twende kwenye maneno ya Mungu anayeahidi kwamba kurudisha mali. Twende kwenye Yeremia 33. Yeremia 33. Nimeandaa mambo mengi, lakini kwa sababu ya muda naomba hili likutoshe kwa siku ya leo. Yeremia 33. Yeremia 33. Uweze kuona mpango wa Mungu ambao Mungu anasema kwamba nimemtuma malaika akupeleke mahali nilipokutengenezea. Yeremia 33 kuanzia mstari wa 6. Tazama nitawaletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Nami nitarudisha wafungwa wa Yuda
na wafungwa wa Israeli na kuwajenga kama kwanza. Nami nitawasafisha na uovu wao wote ambao kwa huo wamenitenda dhambi, nami nitawasamehe maovu yao yote ambayo kwa hayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Na mji huu utakuwa kwangu jina la furaha na sifa na utukufu mbele ya mataifa yote ya dunia, watakaosikia habari ya mema yote nitakayowatendea, nao wataogopa na kutetemeka kwa sababu ya mema yote na amani nitakaopatia mji huu. Yaani wataogopa. Una magari matatu, unaishi kwenye nyumba ya ghorofa, umejenga nyumba kule, watu wanashangaa, wanasema Freemason huyu. Inawezekana. Hakuna lilogumu kwa Mungu. Nataka watu watetemeke ili kushuhudia kwamba jamani, huyu ni Mungu. God is responsible for this. God is responsible for this. Inawezekana. Hakuna linalomshinda Mungu. Mpendwa, nikutakie heri ya mwaka mpya 2026. Nimeshuti video hii tarehe 31/2025 na kuaga. Asante kwa kuangalia channel hii. Tutaendelea kuangalia video nyingine hapo mbeleni, na kama unaangalia kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa. Bye bye.